Ujambo na karibu. Kadiri Kenya inavyoangalia mustakabali wake baada ya Rigathi Gachagua, mjadala kati ya Kalonzo Musyoka na Daktari Fred Matiang'i unaendelea kushuka kasi. Kalonzo analeta uzoefu mkubwa wa kisiasa na uwezo wa kujenga miungano, lakini Matiang'i anajitokeza kutokana na rekodi yake ya utumishi wa umma, nidhamu na uongozi unaolenga matokeo. Katika wakati ambao Wakenya wengi wanadai uwajibikaji, ufanisi na utoaji bora wa huduma, mtindo wa uongozi wa Matiang'i unaweza kutoa aina ya mabadiliko ambayo nchi inahitaji. Ingawa viongozi wote wawili wana nguvu zao, wale wanaotafuta maamuzi ya haraka na utawala kwenye matokeo wanaweza kuona Matiang'i kama chaguo lenye nguvu zaidi. Wewe unaunga mkono nani? Je, ukipewa nafasi ya kuchagua Matiang'i na Kalonzo, wewe utachagua nani kama rais wa nchi ya Kenya kuanzia mwaka wa 2027? Je, ni Matiang'i ama ni Kalonzo? Kwa sababu hao wawili wote wanaonyesha ubora wao, lakini Matiang'i anaonyesha matokeo mazuri kulingana na rekodi ambayo amewahi kuwa nayo kwa kufanya kazi nzuri kwenye sekta mbalimbali ambazo amewahi kuwa kama kiongozi ama waziri. Naye Kalonzo Musyoka anaonyesha uzoefu wa kuwa kwenye ulingo wa siasa kwa muda mrefu sana, jambo ambalo namuweka pia awe sawa kwenye mizani na ya Matiang'i. Lakini kwa uamuzi wa haraka, Wakenya wengi wanatoa maoni yao kuhusiana na hao wawili. Je, kulingana na yako, nani unaona ya kwamba atakuwa bora kati ya Matiang'i na Kalonzo Musyoka? Langu jina lasalia kuwa Maskini Msomi, na hii ni Maskini Msomi Tisho Mkatoliki TV, kitu ambacho kinakupatia taarifa kemkem na matokeo pindi yanapochipuka.